Mtazamaji wa Undugu TV, Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi njema, asubuhi ya baraka, ile ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutubariki nayo. Basi ni asubuhi ambayo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka na Undugu TV, ambapo asubuhi ya leo tutaendelea naye mtumishi wa Mungu Elder Eric, ambapo hataendelea na kutubariki na kutufundisha neno lake Mwenyezi Mungu. Pastor Michael hapa nikikwambia ya kwamba karibia tukaweze kubarikiwa pamoja, tukaweze kumalizia hii wiki yote pamoja naye mtumishi wa Mungu, tukitafakari yale yote ambayo amekuwa akitufundisha kila asubuhi kupitia hiki kipindi hiyo wiki yote. Basi karibu tukaweze kuwa pamoja. Karibu. Mtazamaji mpendwa, nashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo ametutumikia tukaweze kushiriki neno lake kwa pamoja. Na namshukuru pia kama vile amekulinda, amekuhifadhi. Namshukuru pia kwa ajili ya kipindi hiki ambacho kimekuwa baraka kwa wengi, na ambapo nataka ukaweze kuchukua Biblia yako mtazamaji mpendwa, tukaweze kushiriki neno la Mungu ambalo tunaenda kulisoma kutoka kitabu cha Isaya. Sura ni ya 43 mstari wa kwanza hadi wa 5, ambao unasema hivi: Lakini sasa Bwana aliyekuuluku, Ee Yakobo, yeye aliyekuumba, Ee Israeli, asema hivi: Usiongope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Mstari wa 5: Usiongope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakusanya toka magharibi. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasante na shukrani ni kwa ajili ya wakati ambao umefika, ambako tuendako kushiriki ile neno lako. Tuomba likatupe nguvu na likasaidia mtazamaji mpendwa kwa ajili ya kuchukua hatua na kuwa na msimamo uliodhabiti. Imidiwa na tukuka, maana Mungu mwaminifu. Kwa Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amina. Mtazamaji mpendwa, nataka kuchukua hii fursa nimshukuru Mungu tunapoenda kushiriki ujumbe wa leo ambao kichwa ni usiongope. Nataka tukaweze kuangalia ujumbe wa leo ambao Bwana ananena nasi. Mtazamaji mpendwa, anatuhimiza tusikaweze kuongopa. Unajua mtazamaji mpendwa, najua watu wengi wamejawa na uoga, na nataka tukaweze kuangazia kwa nini anatuambia tusiongope. Na mojawapo ya maswali ama majibu ambayo anatupa kwa sababu ya tusiongope ni kwa sababu ametukomboa. Na wakati ametukomboa, waona akisema kana kwamba tangia pale ambako tulikuwa Misri, waona akitukomboa kutoka pale. Na pia ametuambia kana kwamba ametuita kwa jina, amekuita kwa jina lako. Na hii ni ishara kana kwamba anakujua. Na kama anakujua, basi hawezi kukuachilia ukafikia mahali ya kupotea ama kuwa umefikia hali ambayo haifai. Pia ile jambo lingine tunastahili kujua ni kana kwamba wewe uwake. Ni kama vile mtoto ako katika familia, na katika hiyo familia wakati baba ama mzazi ako pale, anapata kumsaidia yule mtoto wakati ako katika shida fulani, anapata kuhusika. Wakati yule mtoto ako kwa jambo ambalo linamkumba, waona mzazi akichukua hatua na kuingilia kati. Pia ameahidi kuwa pamoja nawe. Na kama ameahidi kuwa pamoja nawe, hiyo ni ishara kuu kana kwamba anako pale kukulinda. Na pia tunaweza ongezea na kusema kana kwamba ni mchungaji wako, ako pale kukulinda, kukuhifadhi na kuweza kukulisha. Na hiyo inastahili kukupa ile ushujaa ama ule ushujaa wa kutokuongopa. Unajua wengi mtazamaji mpendwa wameingiwa ama wamejawa na uoga katika
wamejawa na uoga katika haya maisha, na ni vizuri kuchukua hatua ya kutokuwa na uoga, maana ukiwa na uoga basi utafikia mbali, utaweza kuchukua hatua na ukaweza kufanikisha yale ambayo unahusika. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa, nataka kusema hivi, ni vizuri kutokuogopa. Usiongope unapochukulia jambo kulifanya, kuwa na ule ushujaa, kuwa na ule uhodari, usiongope, maana Mungu amekuambia kana kwamba hako pamoja nawe, na ile hali ya kuwa pamoja nawe inastahili kukupa ushujaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtazamaji mpendwa, sijui ni jambo gani ambayo umekuwa ukifanya na uko na uoga. Nataka kukuambia hivi, chukua hatua mara tena na ukaweze kuanza lile jambo kulitekeleza, nao utaweza kufaulu. Pengine unaweza kuwa na uoga, ulianzisha biashara ikakosa kufaulu. Nataka kukuambia kana kwamba usiongope, chukua hatua mara tena na ukaweze kuanzisha na utafaulu. Pengine uliweza kufeli katika darasa, katika masomo fulani, wewe uliye masomoni. Nataka kusema hivi, chukua hatua, usiongope na uenende tena na utaweza kufaulu. Kwa hivyo mtazamaji mpendwa, nataka kusema kana kwamba pengine ulikuwa katika uhusiano na ukaweza kuwa haufai ama uko na changamoto. Nataka kukuambia hivi mtazamaji mpendwa, ambao ulikuwa unatazamia pengine kuwa na familia, chukua hatua, usiongope na utaweza kufaulu. Pengine wengine wameangalia watu wengine wakaona vile wameweza kufeli katika maisha, wengine wameangalia wengine katika familia yao wakaona hata hawajafaulu katika maisha yao na wakajawa na uoga. Nataka kukuambia hivi mtazamaji mpendwa, chukua hatua, usiongope na utafaulu. Haleluya. Na pia tukiwa pale, ni vizuri kuangalia ni nini kinaweza kuchangia uoga. Unajua kunao mambo ambayo yanachangia uoga. Wakati unapata kukutana na vikundi vya watu ambao tayari badala ya kuongelea mambo ambayo ni ya kutia wengine moyo, wanaongelea mambo ambayo ni ya kuwatua wengine moyo ama kuwatia uoga. Ni vizuri kuepukana na hizo vikundi. Pia ni nini kinaweza kuchangia? Kuna ile issue ama ile hali ya njaa, dhiki, hadha, uchumi, ugomvi. Hayo mambo yanaweza pia kututia shaka ama kutupa uoga. Kwa mfano, wakati watu wapata kuona maisha na gharama imepanda, watu wengi walijawa na uoga na kuanza kujiuliza, je, tutafanikiwa haje katika haya maisha? Tutafaulu? Lakini nataka kukwambia kana kwamba utafaulu, maana uliye naye ni muweza wa yote. Utafaulu maana Mungu yuko pamoja nawe. Usiongope, Mungu wako pamoja nawe kukupigania, Mungu wako pamoja nawe kukushindania, nawe utaweza kufaulu. Angalia wana wa Israeli walikuwa na uoga wakati walikuwa wanafuatwa na wale wana wa Israeli, na wakati walikuwa wanafuatwa na wale wana wa Misri, lakini walisimama imara na wakaweza kufaulu. Kwa hivyo nataka kusema nini mtazamaji mpendwa? Simama imara, naye Bwana atakupigania. Usiongope. Hata wakati nchi inabadilika, simama imara, usiongope, naye Mungu atakushindania, Mungu atakupigania na utaweza kusimama imara. Pengine watu wengi wameweza kuwaki kuangalia, wanakunenea ambayo yafai, ili ukaweze pengine kutokufuata ama wengine ukaweze kukufa moyo. Lakini nataka kukuambia hivi mtazamaji mpendwa, usife moyo. Mungu anakupenda, Mungu anakujali, Mungu ni baba yako, na zaidi ya yote amesema kana kwamba wewe wake. Haleluya. Na maana wewe wake, basi hiyo inastahili kukupa ule ushujaa na kujua kama Mungu wewe wake, basi wewe ni zaidi ya mshindi. Utaweza kufaulu katika maisha na utaweza kuendelea vyema na kila kitu kitakuwa shwari. Haleluya. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa, usiongope. Usiongope hata. Unajua wengi wakati wanaachwa peke yao, wengine hata wakati hawana marafiki, wanakuwa na ile hali ya kuongopa. Lakini nataka nikwambie mtazamaji mpendwa, Yesu ni rafiki. Jesus is a friend who sticks closer. Na kama uko pamoja naye utaweza kufaulu. Usiongope. Usiangalie wengine wanasema nini. Kuwa na ule uvumilivu na uweze kujua kana kwamba hakika utaweza kushinda chochote kile. Na tukiwa pale, ni vizuri kujiuliza tufanye nini kuepuka uoga. Unajua ni vizuri kujua tufanye nini ili kuepuka uoga mtazamaji mpendwa. Na mojawapo ya jinsi tunavyostahili kufanya ni kumtumaini Bwana.
Ukiangalia kitabu cha Zaburi 125 mstari wa kwanza unasema, wamtumainia Bwana ni kama mlima Zayoni ambao tukiziki mbali wakaa milele. Kwa hivyo tunapoendelea na kumtumainia Bwana, tutakaa kama huo mlima ambao utikisiki bali wakaa milele. Kwa hivyo tuzidi na kumtumainia Bwana, nao uoga utazidi na kutuepuka. Kumtegemea Mungu kwa vyovyote. Ni vizuri kumtegemea Mungu. Mambo yakiwa sawa, mambo yasipokuwa sawa, mtazamaji mpendwa, ni vizuri kumtazamia Mungu, maana atabaki kuwa Mungu. Mungu atabaki kuwa Mungu. Uchumi ukienda, ukizorota, usipozorota, Mungu atabaki kuwa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri kumulilia, kumtazamia, naye ataweza kutusaidia, kutufanikisha katika kila jambo. Jambo lile jingine ni kuwa na imani. Mungu atatutetea na kutulinda. Ni vizuri kuwa na imani. Mtazamaji mpendwa, kuwa na imani, usiongope, maana Mungu atatutetea na atatupigania. Anasema atatupigania. Angalia, aliambia wana wa Israeli atawapigania, nao watanyamaza kimya. Na hakika aliweza kuwapigania na waliweza kunyamaza kimya. Haleluya. Kwa hivyo hivi karibuni Mungu atatupigania, atakupigania, nao utanyamaza kimya, nao utakuwa na ushuhuda ambao utaweza kuwa nao. Angalia wana wa Israeli baada ya kuvuka mto waliweza kuimba wimbo wa furaha. Waliweza kuimba wimbo. Ukurasa ama ukiangalia katika kifungu cha 15 kitabu cha Kutoka, waliimba wimbo wa furaha kwa sababu waliweza kuona wameshinda. Kwa hivyo nataka nikwambie hivi, mtazamaji mpendwa, mtumainie Mungu, usiongope. Pia jambo lingine unastahili kufanya ni kana kwamba uwe msomi wa neno la Mungu. Kuwa na wakati wa kuchukua ile neno la Mungu kusoma, maana papo hapo ndipo utakapokuwa na ule ushujaa na uoga utaweza kuisha. Hebu tuangalie mashujaa ambao tunaweza kujifunza ama kuwaiga, ambao hawakuweza kuwa na ule uoga. Angalia Danieli. Danieli ni mmoja wapo wa shujaa ambao tunaweza kumuiga. Hakuogopa hata mambo yalipokuwa yameenda aje. Angalia wale marafiki aliokuwa nao ambao walipeleka ripoti, ambao walienda kuweza kuleta ripoti ambayo ilikuwa ya kumchochea ili akaweze pengine kutupa pale tundu la simba. Naye hakuogopa kamwe, maana aliulizwa, maana kulikuwa na hiyo sheria ilikuwa imetolewa watu kuuliwa ama kutupa katika tundu la simba. Danieli hakusita, alisimama imara na tunaona Mungu akimpigania. Hakuogopa hata wakati alitupwa katika tundu la simba. Mungu alifunga vinywa vya simba na hawakuweza kumdhuru. Angalia Ayubu ni mmoja wao ambao tunaweza sema ni shujaa. Hakuogopa. Tunaona wakati shetani Ibilisi alipoomba ruhusa kwenda kumjaribu Ibilisi, tunaona akisimama imara. Ayubu alipoteza mali yake yote, lakini alisimama, hakuogopa na akaweza kuwa mshindi. Na mtazamaji mpendwa, usipokuwa na ile hali ya kuogopa utakuwa mshindi. Shadrach, Meshaki, Abednego walisimama imara, hawakuogopa, na ndio sababu twaona vile walikuwa washindi. Kwa hivyo nawe mtazamaji mpendwa, usiogope. Mungu atakupigania nao utanyamaza kimya. Haimidiwa aliye mwamba na mwokozi wetu ambaye anatupigania, maana vita si vyetu bali vita ni vyake. Kwa hivyo usiogope. Ule nini, hunywe nini, uvalie nini, maana Mungu anasema wewe ni wa thamani kuu kuliko hata ndege wa angani. Kwa hivyo kuwa imara, usiogope mtazamaji mpendwa. Uko pale unaweza kuwa ukiogopa, maana watoto wako pale shuleni, unauliza karo utatoa wapi? Mtumainie Bwana, usiogope. Uko pale mwanarika, pengine uko pale, uko shuleni, haujafikia mahali ya kusoma vilivyo. Umekuwa pengine ukitoka shuleni unaenda nyumbani kwa ajili ya karo, uko pale kukaribia kufanya mtihani. Usiogope, simama imara, naye Mungu atakupigania. Mtumainie Bwana, usiogope. Usiogope. Nasema mtazamaji mpendwa tena, usiogope. Simama imara, naye Mungu atakupigania. Vile aliambia wana wa Israeli, na mtanyamaza kimya, nao utakuwa na ushuhuda. Bwana akupe ushuhuda wa kutoa baada ya kutoogopa, baada ya kukabidhi ushindi. Bwana akubariki na
na kuinue. Mtazamaji mpendwa, uko pale hujaokoka na unataka kuokoka siku ya leo, sema Bwana Yesu, naja mbele zako. Najua mimi ni mwenye dhambi. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu cha walio hai. Nimejua kana kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Enenda nami nikaenende nawe. Kuanzia leo nimefanyika mwana katika familia yako. Nisaidie, Mungu wangu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amina. Mtazamaji mpendwa, uliomba hiyo ombi, tayari umefanyika mwana katika familia ya Mungu. Tafuta kanisa ambalo unaweza kuendelea na kushiriki unapoendelea na kukua kiroho na unapoendelea pia kujua neno lake Mungu. Mtazamaji mpendwa, uko pale na unataka Mungu akusaidie, pengine kunayo mambo ambayo umekuwa ukipitia ambayo yanakupa uoga. Nataka tukafikie mahali ya kuomba na ukaweze kuamini naye Mungu atakushindania. Na tuombe. Baba uliye mwamba katika maisha yetu, tunasema asante kwa ajili ya mtazamaji mpendwa ambaye tumeshiriki neno siku ya leo, ambao imetuhimiza juu ya tusiongope. Naomba ukampe kutokuogopa hata mambo yakiwa haje. Naomba ukampe nguvu na kusimama imara na akakutazamia, maana vita zi vyetu. Vile ulipigania wana wa Israeli na wakasimama na wakaweza kunyamaza kimya mfalme. Naomba ukampiganie katika ile hali anayopitia, maana unaielewa Mungu wetu. Wengi wao wako na uoga, maana wajui watoe wapi chakula cha kila siku, lakini wewe umetuambia kana kwamba sisi ni wa dhamani kuu kuliko hata ndege wa angani. Naomba mfalme ukatutafutie, imiliwa tukuka, maana Mungu mwaminifu. Wengine ni wako ugonjwa na wengine wako na uoga, pengine hawajui wapone ama wafanye nini. Wengine wako na magonjwa ya saratani, wengine hata wako mfalme na magonjwa ya vifua vikuu, wengine hata wako na magonjwa tofauti, lakini naomba ukawapiganie ili wakaweze kusimama imara. Wape nguvu hata wakati huu mgumu ambao wanaendelea na kuungua. Na najua watakuwa na ushuhuda ambao watakuwa wakisema wewe umewapigania. Imiliwa tukuka, maana Mungu mwaminifu. Kwa Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amina. Mtazamaji mpendwa, Mungu akubariki, akuinua, kusindishie na kukabidhi hitaji ya moyo wako. Jina langu ni Eric Mwasia, nafanya pale headquarters katika kitengo cha Sunday School na Youth. Mungu akuinua, kuwezeshe na zidi na kupanua kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka, na pia kituo cha Udugu TV ambacho kimekuwa baraka kwa wengi, na pia ambao ni wahusika ama familia ya Udugu TV. Mungu azidi na kuinua na kuitenda wema. Shukrani. Mtumishi wa Mungu, mahali ambapo unatutazama ukiwa, usiongope. Usijaribu kuwa na roho ya kuongopa. Usiongope lolote lile, maana Mungu yu pamoja nawe. Na hata usijaribu kuuziwa uoga na yeyote yule. Kuwa ngangari, usiongope chochote kile, maana Mungu yuko upande wako. Na usiuziwe uoga. Kile ambacho unaanzisha, kile ambacho unakusudia kufanya, ile kazi ambayo wewe unafanya, biashara yako iko mahali, unajaribu hata kusema ya kwamba nitaanzisha hii biashara ya aina hii, na unajua kabisa unaiweza. Usijaribu kuongopa. Hata kuna wengine ambao wanaongopa hata kuokoka. Maana unasema ya kwamba nikiokoka kutakuwa namna gani? Nitaishi maisha ya namna gani? Huku kwa Yesu kuna raha. Huku kwa Yesu Mungu anakunjali kama mtoto wake. Usijaribu hata na kuuziwa uoga. Kile ambacho unakusudia kufanya, pata nguvu, pokea nguvu, na ukaweza kuanza ukiwa na nguvu mingi, na ile mtanda ambalo unakusudia kulifanya, kuanzisha, ukianzisha bila uoga, itaweza kuendelea, utaweza kuonekana, na utaweza hata na wengine kukuangalia na kukutazama na kuuliza huyu yule namna gani? Maana kuna jina walikupia, lakini Mungu amebadilisha hiyo jina ikawa ni jina lingine, maana uliweza kufanya ama kutenda bila uoga wowote ule. Siku njema, siku ya baraka. Unapoenda kanisani, Mungu pamoja nawe. Yule ambaye unakusudia, unasema ya kwamba
umekuwa ukifuata mafundisho yetu kupitia hiki kipindi, na ni kama umeamua kabisa kuenda kanisani kumkubali Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako, basi hiyo hatua, chukua hiyo hatua bila uoga wowote ule, na Mungu atakuwa pamoja nawe. Mungu atakubariki, Mungu atatembea pamoja nawe. Barikiwa, tupatane tena saa 3:30 jioni kupitia kwa marudio ya hiki kipindi ili tukabarikiwa pamoja tena. Bye bye.